mtu. Bwana Yesu atukuzwe. Usikubali kuolewa na mtu sababu ya pesa. Heri ukae bila pesa, Mungu atakutumanishia mtu. Bwana Yesu atukuzwe. Hata kama una kazi, mwanangu, hata kama una kazi, usijaribu. Wacha Mungu akutetee, akupiganie, akuunganishe na upavu yako. Kuliko uolewa na yule mzee, uamue kusaliti ndoa yako, nyota yako kwa sababu ya chakula. Usiuze nyota yako kwa sababu ya chakula. Wacha watu wakukatae, ubaki na Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Na niliwaambia kanisa, sio waliponipiga vita, si Mungu ameleta wale wa mama, si wako pale mama, Mungu awajalie na muinuke. Haleluya. Walipotukataa, si Mungu ameleta watu hapa kanisani. Bwana Yesu atukuzwe. Ni heri ubaki ukuwa mkweli na uabudu Mungu wa ukweli, kuliko kukuwa muongo na Mungu awatetee, awapiganie. Haleluya. Umepata kitu lakini? Kwa nini tumejifunza? Uko na ndoa? Uko na ndoa? Mungu akupatie. Umeelewa chenye nimesema? Nimesema nini? Tafuta madhabahu. Unaona? Niangalie. Wangapi tulikuwa nao mwaka jana kule kwa ile kanisa? Dada, asante, barikiwa. Una ushuhuda? Wacha uyatolee ushuhuda. Alafu wenyeji mshike kitu hapo. Alafu nataka tu kwa muda kidogo tu. Nimekula muda lakini toka hapa. Wewe ukibarikiwa, mimi natembelea gari lako, si ni ukweli? Si leo nikitoka hapa na bebo na gari naenda. Mweza tukuze. Tena rudisha tena hapa hivi tena. Si nitembelea gari yako pia na wewe jamani. Nikija hapa kuja kufunga Jumanne, si acha mimi niko nitembelea gari yako. Yesu hakuwa na gari, sikia. Alikuwa anatembelea meli ya nani? Ya Petro. Ninyi mkiwa matajiri, mimi nakuwa tajiri, si ni ukweli? Wewe ukiwa rubani, ukimia na ndege yako kwa juu, pia mimi nakimia na ndege. Natamani mumjue Mungu ambaye namwabudu. Huyu Mungu ni tajiri. My brother, kuja kwa madhabahu. Usingoje pata pesa mingi. Hata sio kuja leta hiyo roho ya maskini kwa madhabahu. Utoke na roho nzuri kuja uimbe wimbo yako. Tupatie ushuhuda. Amen. Amen. Mimi nikija kwa hii kanisa sikuwa najua kuomba. Nilikuwa naombaga tu ile our Lord's Prayer. Sikuwa najua kumuita Mungu ama kufunga madhabahu. Mimi nashukuru kwa ile muda kidogo nimekuja naweza funga na tumia microphone. Kwa ule muda mdogo nimekuja, sikuwa naweza kaa bila njaa. Mimi ni mtu wa kukula kidogo, lakini nilikaa siku nzima hadi nikamwambia huyu, nasikianga nasumbuliwa na answers, lakini leo hata sisikii njaa, hakuna kitu nasikia tu tumbo imejaa na hakuna kitu nilikuwa nimekula siku. Hata dada huyu ni sister yangu mkubwa aliniuliza, utaweza kukaa na njaa leo? Amen. Mimi nimezoea kukula na sikuwa najua kuomba. Sasa amenifunza kuomba. Sikuwa najua kuita Yesu Kristo. Mimi nilikuwa najua kuomba our Lord's Prayer. Hiyo peke yake. Nashukuru. Acha tumpe dada yetu pia tusalamie. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa majina mimi naitwa Rose Kanini. Mimi ni mama wa watoto 4 vijana. Vijana wangu wamesoma, wamemaliza form 4. Tunaendelea na maombi. Nashukuru Mungu, kuna mmoja amenipigia akaniambia anataka kupeleka mmoja shule, kumsimamia kwenda university. Mimi story yangu ni ndefu, na wacha tukate tu. Amen. Toka kidogo hapo. Nini? Mimi tuseme tu ni kama naokokanga na kuja naanguka. Naokoka na kuja naanguka. Sijui nini inaniangushanga. Mimi ni msanii, nimeimba sana secular. Sana. Hata nimejaribu kupigiwa keyboard hapa nione kama naweza imba gospel, lakini kama ilinishinda. Kwa sababu nimezoea ile yangu nilizoea. Sasa nikawa najiuliza hii keyboard inaenda aje? Nikawa naangalia huyu ndiye alikuwa anapiga hii keyboard. Nashindwa mbona huyu ni kama anipigii kwenye nimezoea. Lakini nikakuja ku notice zenye nilikuwa nimezoea si
si yenye inapigwa hapa na keyboard. Vile nilienda kuomba nikaambia Mungu nataka nyimbo za hiyo keyboard zianze kunikujia nione kama nitaimba hiyo gospel. Lakini nashukuru jana tukiwa mlimani nilitoka hapo na wimbo mzuri sana. Hiyo ndio nashukuru Mungu. Then nashukuru Mungu kutoka nikuje kwa hii madhabahu. Mimi hata pastor hakuniambia ati nishirikiane hapa. Juu nilikuwa nimejirusha kanisa ingine iko na huko Kitengela. Na sana mimi nilikuwa nikiabudu sana, nikitoka nikiona sibarikiwi nilikuwa naenda Mombasa, naenda kwa kanisa ya Pastor Ezekiel. Lakini vile nilikuja hapa ndio nilienda nikaita huyu rafiki yangu nikamwambia, "Hebu kuja niende nikuonyeshe mahali nimesikia unaweza kaa hivi usikie kama unasikia mahubiri." Huyu rafiki yangu hata hakukataa, akaniambia twende. Although mimi sijui kwenda kanisa na siendangi kanisa, lakini twende. Tulikuja na yeye hapa mara ya kwanza, mara ya pili ni yeye aliniamsha. Akaniambia, "Unaona tutaenda kwa Mangeli leo." Nikamwambia, "Kuja twende." Akakuja akaniita. Siku ya tatu nikidhani ametoka, siku ya tatu akanipigia tena. "Nitayarishe napita hapo nikuchukue twende kwa kanisa." Kuna kutoka hiyo siku mimi pia akanitia moyo, tukatiana moyo na bado tunaona Mungu na tunaendelea. Kwa hivyo sisi tumesema sisi ni washirika wa hii kanisa. Hakuna mahali tunaenda. Tuko na nini hapa? Tujenge kanisa na tuendelee mbele zaidi na zaidi. Amen. Pigia Yesu makofi ya kilo mingi. Ona, kuna wakati moja John Cena na Junior walisema wanahitaji watu wa kanisa hii waende watoe wimbo moja. Si Mungu hawajalia wapatie tu wimbo waende watoe kwa studio jamani. Wimbo ya kwetu pia tujivunie wimbo ya chachi hii. Haleluya. Lakini watu walikataa. Si Mungu aamshe tu leo waimbaji waende watoe nyimbo zao zifatane. Haleluya. Maybe Mungu amekuitia kutoa wimbo. Enda ukatoa wimbo pasipo kuogopa. Acha tumpatie yule mgeni. Atusalamie. Kuna mikrofoni nyingine iko hapa. Tusalamie tu. Eric, hebu amgope ane mikrofoni kwa haraka haraka ukisipeana hivyo. Tumalize tuombe tuende. Amen. Amen. Nimefurahi kuja kushiriki kwa kanisa yenu. Nimesikia nimebarikiwa. Pia mimi nataka maombi ya boma yangu. Amen. Sawa. Nitakufundisha namna ya kukomboa hiyo boma. Sawa. Wewe na mangapi kwenu? Unajua mimi nadili na first born sana. Wewe na mangapi kwenu? Wewe mzaliwa wangapi? Wewe. Haleluya. Kuna mama Mungu ananionyesha juu yako, lakini kwa sababu ya muda tutaongea. Tutaongea. Haleluya. Karibu sana. Ukiwa hapa hii ni madhabahu ya kwenu, si ndio? Wende waanzishe ingine huko. Haleluya. Tusalamie. Pigeni hiyo ndugu makofi ya kilo mingi. Haleluya. Amen. Amen. Okay, mimi ni Muislamu. Kwa church leo na Silva kwa namasi. Ila the family. Nimekuwa friendly to me. Nimeonyesha the way. So leo ni mama. Okay, this is my second time being in church. Na nimefanya service ya leo hapa. Nashukuru Mungu nimepata na moja mbili tatu nimesema leo. Nimepata kuelewa. Sijai feel more welcome to the hapa. Sijai land leo hapa. Sisi leo tarudi home kama la kwa kufikia sisi land kingine ya mpya maisha. Mwenyezi Mungu endelee kubariki hivyo na mimi simuendelee niweze kufanya kazi. Amen. Abdul, si ni ukweli Waislamu wakishamaliza fasting wao wanaangalia nyota, si ni ukweli? Si kalenda tofauti. So our calendar na according to the moon. So kama vile moon inaonekana ndio kwa mwezi mtukufu wa kibisa holy month. So baada hapo ndio tunafanya the fasting and pray. So siku za mwisho tukienda kuisha hapo ndio saa ndio nasikia kuna tunaitwa Eid. Yeah. Eid ni ile siku ya kufanya uagano katika jambo wewe Mwenyezi Mungu wako na it's a prayer for you. Unafanya hebu rudi hapo unafanya nini? Unaweka uagano. Agano, si ndio? Aha. Agano katikati yako na Mungu wako. Hapo unaweza kueleza hapo. So
Ndio maana na siku mwisho kwa hii siku mwisho wa Ramadhani tunafanya kitu Eid. Sasa hiyo Eid ni siku sasa tunafanya ile siku ya kufanya sacrifice. Amen. Haleluya. Hata pia umefunga? Mimi bado sijaanza kufunga kwa msemo wangu na leo tunakuja hapa. Hata niliambiwa tu nenda siku kana kwa kuja nisikie kujifunza. Kasema okay ni sawa mimi nitakuja. So nimefika hapa nimeona vitu ni different. Sika Amen. Asa umeelewa mambo ya kuchukua nyota ukienda kule usiende tu kwenda kufanya agano na Mungu. Unaelewa? Haleluya. Si kwa Uislamu kuna mfuata dini, kuna mzaliwa dini, msomea dini. Mwenye amesoma madarasa. Sawa. God bless you. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Nafikiria kumbe nilikuwa nahubiri kitu ambao mmedhibitisha. Umesikia wanafanya nini? Wanaweka agano na Mungu. Agano, sitawahi kuwa maskini, sitawahi ajiriwa, nitaajiri. Agano. Fanya haraka pia uweke agano na Mungu. Ile roho nilikuwa naongea na ule kidogo kama wewe, nilikuwa naongea na wewe. Ili upate kazi yule dada. Ili upate kazi ama biashara, itabidi wewe na mume wako mtafute mkuje katika madhabahu. Ili Mungu awajalie muwe akili moja. Ili kama ni kazi, mkuje mdedicate kazi. Kama ni biashara, bure unajua devil ni mjanja. Mama atasema hivi, wewe utasema hivi. Kisha mtakozana. Na hapo umaskini itawavamia. Hapa ni madhabahu maskini ambayo inakula. Itakujiongelesha mama hivi, ikuongelesha wewe hivi. Alafu kisha utakuwa na hasira. Useme hata nifanye kivyangu. Mama yako ina hasira, nifanye kivyangu. Wenye wataumia ni watu na miaka inasonga. So mkiwa werevu, njooni nyinyi wawili. Mkuje katika madhabahu. Mkishavunja madhabahu mjenge yenu, mkubaliane. Mkishakubaliana sisi nataka tufanye biashara. Hiyo roho ya biashara itawaingia. Sisi nataka tuajiriwe itawaingia. Baadaye mtakuwa kitu kimoja. Ndugu, una bidii kubwa. Huyu ana bidii kubwa. Lakini devil bidii kitu yenye alifanya, hawezi kubali wewe na mke wako mpange kitu moja. Kitu ambayo hawezi kubali. Hawezi kubali mpange kitu moja. Jua najua mkipanga kimoja, huyu ni mwerevu, wewe ni mwerevu. Mkipanga mmoja hivi, mnaenda pale. Ata make sure anakuongelesha huyo devil, anaongelesha huyo. Devil ni nani? Atakuja ajifanye rafiki. Ambie mke wako fanya hivi, akwambie wewe pia fanya hivi. So lazima ili muwe kitu kimoja msonge mbele, itabidi mkuje mkae chini nyinyi wawili, si mtu mwingine, pasipo ndugu yako, pasipo dada yako. Mkae chini. Muangalie tulioana tunaenda wapi na muweke agano na Mungu, mfanye nini muende. Lakini mkifanya tu vitu ambavyo mnafanya hivi, mwaka inaisha, huyu anakuwa mkubwa, huyu mbeba huyo anakuja shule. Yule mwingine anakuwa mkubwa, anakuja shule. Mtajikuta kwamba pale mmeanza kulaumiana kila mkisema muinuke. Shule imeanza. Maandiko yanasema kitabu cha Yakobo 4. Unganeni pamoja. Mpigeni shetani naye atawakimbia. Kisha mnapoungana pamoja, kile mnafanya kitafanikiwa. Endeni leo mjite mkutano. Mimi wanalala pale. Jana nyesilala tu pale, wala kwa hizo box pale ndio malazi yangu. Haleluya. Nitawaombea nikiwa hapo. Na nitajua tupatane Jumanne kwa madhabahu wewe na mke wako. Si ni sawa? Nilisema pasipokubaliana hata mpate kazi, hata mfanye biashara, hakuna. Someni hicho kitabu someni kitabu cha Petero wa kwanza 3. Muandike hicho kitabu, mwende mkisome. Mungu atawabariki. Petero 3 kuanzia penyewe. Yakobo 4 kuanzia penyewe. Mwende msome hiyo kitabu mkiwa watu wangapi? 2. Alafu mkishasoma, mudiscuss na muangalie hiyo vitu yote, mtajua vita zinatoka wapi. Na Biblia inasema ndipo mnaomba lakini mpati kwa sababu maomba vibaya. Maana huyu yuaomba, kwa nini mzee wangu amekataa hii? Huyu anaomba, kwa nini mke wangu amekataa hii? So devil anapata nafasi. Lakini leo nimewaombea, mtakuwa na umoja, mtakuja Jumapili hapa na ushuhuda, na mtapea pia mwingine ushuhuda. Mungu awabariki sana. Tusalamie ndugu.